Jean-Charles Ahoua Lastiboni ameshaondoka na amejiunga na RB Belouizdad ya kule nchini Algeria. Unazungumziaje tukio hili Simba kumwacha mchezaji mzuri, lakini pia Simba wapo kwenye CAF Champions League, kumwacha mchezaji bora kama yule, unazungumziaje? Msimu huu kwanza kwa Ahoua haukuwa msimu mzuri, na nafikiri Ahoua na baadhi ya wachezaji ambao wengine wamebaki Simba ilikuwa ni pati ya kuifanya Simba ianze vibaya kwenye michuano hii ya CAF Champions League hatua ya makundi. Na hata umeona sasa hivi Simba nafasi yake hatua ya makundi ni imeonekana tayari ni ya kusuasua kwa sababu 2 games 0 points. Ni si kitu kizuri, lakini najaribu kuangalia kwamba Ahoua angebaki msaada wake ungekuwaje. Na hata na mimi nilivyosikia, kwa sababu kama nilivyokuambia sifuatilii usajili, nikajaribu kuconfirm na nikapata taarifa kwamba kweli Ahoua ameondoka. Na kinachoonekana ni kwamba toka mwishoni, yani baada ya kuondoka Fadru, toka alivyoondoka tu Fadru, yeye akaanza kupush kuondoka. So alishapeleka Simba ofa kadhaa kwamba anaomba kuondoka. Na kiongozi mmoja wa Simba nimemsikia akisema kwamba inaonekana yani akili yake tena haikuwepo Simba. Lakini kuna mtu ambaye anamsimamia pia amesema yeye alisema anaona akibaki Simba hawezi kucheza tena mpira. Sasa kwa mchezaji akishafikia hali hiyo, ni vizuri kumpa nafasi aende akacheze kule ambako anaona yeye ataipata nafasi. Lakini kazi ngumu inarudi kwa Simba. Replacement yao itafanya nini? Replacement ya Simba ikiwa nzuri, watu wote watazungumza kwa kuwasifia kwamba alimwacha Ahoua na ilikuwa ni jambo zuri. Lakini kama replacement yao haitafanya vizuri, maana yake uongozi utakuwa kwenye mtihani. Licha ya kwamba mchezaji mwenyewe ameonekana anataka kuondoka, lakini watu watakachokiangalia zaidi ni nini kimetoka na nini kimeingia. Kama unavyojua mashabiki, hakuna explanation nyingi zaidi. Kwa sababu nilimsikia shabiki mmoja wa Simba, nafikiri Kea akiojia na wewe, alikuwa anataka na viongozi watolewe kwa mkopo. Kwa hiyo hiyo ndio inaweza ikarudi kwa viongozi wa Simba kwamba wamefanya nini kutokana na walichokitoa na walichokiingiza. Lakini kwa Ahoua alichokifanya Simba, mimi kwangu naona kinatosha. Nilimpa jina la kitinda mimba kwa sababu alikuwa ni mchezaji asiyejituma, lakini ana uwezo mkubwa. Sasa acha tuende tukaone, tunajifunza pia. Akishaenda Belouizdad kule, huenda akafanya vizuri zaidi, akajifunza kupitia aliyoyapata Simba, au yale kwa mapungufu yake upande wa Simba, kule akaenda kuyafanya na kuwa bora zaidi. Tusubiri Simba wale muingiza ni nani. Kiukweli mimi sifuatilii usajili, sijui replacement yao ni nani na atakuja kufanya nini, lakini acha aje, kwa sababu uzuri ligi imesharudi, si ndio? Ni rahisi kuona acceleration ya wachezaji walioingia na itakuwaje. Jembe, ongea na mashabiki wa Simba, ni kama sasa hivi bipolar yao imepanda sana kwa sababu wanaona Yanga wanashusha vyuma, alafu wao wanaona haiwezekani. Kuna story kwamba walimfuata Okelo, wakaambiwa toe hela, Simba viongozi wakakimbia. Stories zimekuwa nyingi sana, mashabiki wanaumizwa kuona Yanga wanazidi kutangaza vyuma, lakini wao kama kuna delay fulani inafanyika hivi. Kwanza wana haki ya kuumia kwa sababu ni timu yao. Lakini mimi nataka niwakumbushe kidogo, ile watu walizungumzi sana. Nafikiri nimekuwa nalizungumza mimi peke yangu. Na bahati mbaya nikizungumza ninasema bana huyu wanatusakama sana. Na kwa sababu watu hawapendi kuambiwa ukweli na wanatumia ukweli kama kusakama. Lakini kuna confirmation ya hilo. Hata wakati tunaanza msimu, Yanga walishusha vyuma. Uongo? Lakini katika vyuma walivyoshusha, hebu niambie mchezaji gani wa Yanga amefanya vizuri katika wale wachezaji waliosajiliwa kwa mbwembwe na kelele nyingi? Nani? Hakuna. Na baada ya ligi kuanza kuaccelerate, mimi nikawa ninasema kwamba wachezaji waliosajiliwa hawaja click. Yani performance ya Yanga shida yake kubwa ilikuwa wale wachezaji wapya hawakufanya vizuri. Na utaona Yanga ikaendelea kubebwa na wachezaji wale waliomaliza msimu. Kwa hiyo Yanga hilo linakuwa confirmed kwa substitution walioifanya Yanga kupitia usajili. Kuleta wachezaji wapya na wale waliowatoa. Asilimia kubwa karibia wote wametolewa. Huyu kaenda Singida, nimesikia mmoja, wengine wakaenda wapi, kwa sababu hawajafanya vizuri. Kwa hiyo unaweza ukapima kwa hivyo, lakini beta wapime kwa performance pia. Mimi Yanga nimeona usajili zao, nafikiri wanazungumza ya Okelo na
Dumaro. Mimi kiukweli nimeona ni mchezaji ukiangalia kwenye profile kwa maana ya mabao hana, si ndio? Ya kutosha. Lakini kwa level aliyocheza na kocha anachomtakia, maanake kuna kitu anakitaka. Na ndio maana mimi nimekuwa na subira mara nyingi nasema acha nione. Kwa sababu nimejaribu kumwanalyze, ni mchezaji fulani hivi msumbufu ambaye kuna kitu anaweza kuletea, lakini kuna wakati fulani unaona hana hicho kitu. Lakini kwa kocha anavyotaka kumtumia na mazingira aliyoyaona, saa zingine anaweza akaja akawa beta. Ikawa sio mfungaji tu, lakini akawa na msaada kwa maana ya kusababisha timu ifunge mabao. Wacha tuje tumuone. Lakini kwa Okello, kwa Okello mimi naamini Yanga wamelamba dume. Mimi naamini ni mchezaji mzuri. Na hicho tu, kama unakumbuka hata kwenye interview ya kwanza nilisema ikitokea hajafanya vizuri basi Yanga waendelee kumpa muda. Sometimes wachezaji wazuri wanakwenda kwenye mazingira tofauti yanawafanya washindwe kufanya vizuri. Kwa sababu Okello si mchezaji ambaye tunahitaji kuprove ubora wake. Nilizungumza haya maneno kwa Prince Dube kama unakumbuka, wakati ameshindwa mpaka kafikia kulia. Nikasema hivi, ni kweli sisi tunatakiwa tutafute proof kwamba Dube anaweza kufunga? Wote tunajua akafunga mabao ya kila aina akiwa na Azam. Sio mchezaji, lakini alikuwa anapitia vipindi vigumu. Kwa hiyo anapaswa kuvumiliwa na sio kuzomewa. Kwa hiyo inatokea kwa wachezaji. Kwa hiyo hata Okello inawezekana mwanzo labda asianze vizuri, lakini mimi nampa nafasi sana ya kuanza vizuri kwa sababu moja, ukiachana kwamba he's talented national team player wa timu kama Uganda ambao manaka amekutana na kila aina ya wachezaji unaowajua wewe wa dunia hii. Lakini pia ni mchezaji ambaye anatoka East Africa kwenye mazingira ya sisi nafikiri mimi nilikuwa Uganda hivi karibuni. Hiyo ni tofauti kubwa sana ya sisi na Uganda. Na especially kwa watu wanaokaa kanda ya ziwa kwa maana ya Mara, Mwanza na Kagera. Hakuna tofauti kubwa ya Tanzania na Uganda. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yatamfanya lugha anazungumza Kiswahili, anazungumza Kiingereza sana hapa kwetu na kadhalika. Kwa hiyo naona wamelamba dume, lakini wakiwa Yanga wanarekebisha usajili wao uliofeli wa mwanzo wa msimu. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, sasa tukirudi kwenye swali lako la msingi, hakuna ujanja, kwa sababu kuna kale namkumbuka rafiki yangu, unaona walimpiga mkoa la watu ongei. Tulipenda wenyewe vigeregere. Kwamba wameipenda wenyewe. Ndio klabu yao. Sijui kama mimi kuna uwezekano wa kuhama. Mimi wasiamini wanaohama wanaonaga ni waongo. Wavumilie kwa sababu kipindi unajua ni kama vile viongozi wanatafuta station. They trying to search for the best one they can listen the good music. They feel that this is good for us. Kwa hiyo sio rahisi kutafuta ile station. Kuna kipindi unapata ile mikwaruzo, si ndio? So hiki ndio kipindi ambacho hiyo mikwaruzo ipo. Sasa utafanyaje? Nafikiri badala ya kuanza kuwashambulia viongozi wao kipindi hiki kwa kelele na maneno mengi, ndio kipindi ambacho wanapaswa waanze kushirikiana nao. Kuambia ukweli ni jambo zuri, na viongozi wakubali kuambia ukweli na wasizibe midomo ya mashabiki, waache waseme. Lakini vizuri mashabiki sasa ambao hawajazibwa midomo, yale wanaoyatoa wawaambie pia maneno ambayo yanajenga. Maana kitaka tena viongozi watolewe kwa mkopo na kadhalika, nafikiri kuna ugumu. Lakini viongozi pia na wao wavumilie mashabiki, kwa sababu mashabiki pia hawawezi kuzungumza kama viongozi, watazungumza kama mashabiki. Kwa kuna kapati fulani hivi Simba kako katikati yao. Tunakumbuka kipekee wasema ile thin line between love and hate. Yani kale ka thin line kale kanatakiwa kwa imara sana. Upande huu wavumilie hawa na upande huu wavumilie hawa, kwa sababu kuna wachezaji hao wa Simba wanaoletwa bila mbwembwe. Unaweza kushangaa ndo akakliki kuliko wachezaji walioletwa kwa mbwembwe kutoka upande mwingine. Kwa hiyo ni jambo zuri sana wakaendelea kusimamia kwamba kweli timu yao haifanye vizuri, lakini wawaambie viongozi vitu ambavyo vinajenga, na viongozi inawezekana mashabiki pia hawasemi vizuri sana, wawasikilize na kuchukua vile ambavyo vina msingi vinaweza kusaidia kuwafanya wao wafanye marekebisho yaliyo sahihi. Kwa sababu ukiangalia Simba kwa misimu kama miwili hivyo wamejaribu kuweka hiki kinang'oka, wanaweka hiki, unajua wamepata kocha kafanya usajili, nitumie neno akatoroka, lakini kaja mwingine naye kaja na mambo yako hawayakuyafurahia, wamemtoa. Kwa hiyo ndani ya this short period wamekuwa na makocha wapya, nafikiri yenyewe inaweza kawa sio nzuri sana. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinahitaji uvumilivu ili waweze kuvuka.
Jembe hapo la mwisho umezungumza issue ya kocha. Juzi Romain Folz ambaye aliwahi kuwa kocha wa Yanga amezungumza sababu za yeye kuondoka Yanga. Ni viongozi kuingilia majukumu ya technical bench, lakini pia kutoa uhuru uliopitiliza kwa wachezaji. Yeye anakiri kwamba ameondoka Yanga kwa fitna za viongozi na wala si kwa performance na matokeo ambayo anayapata uwanjani. Watu wengi wametafsiri kwamba ni kama amewadhalilisha viongozi wa Yanga, lakini wengine amesema kwa nini ni kama anaichafua ligi yetu kwa namna moja ama nyingine. Sasa unajua kwenye maisha ya soka ya Tanzania ukweli ndio unaonekanaga ni kama vile umewashambulia watu, na watu wanapenda sana watu wanaosema uongo. Sijui kwa nini, sijui, labda inawezekana sehemu uliotoka, labda familia au malezi, sijui ni kwa nini. Mimi mtu kama wewe nikimsikia mfano angekuwa ananizungumzia mimi, kama ningekuwa nimefanya kweli, kama ni kiongozi wa Yanga, ile ningeichukulia kama changamoto